Nafikiri usajili Yanga watasajili. Kwa sababu ukiangalia kwenye kundi ambalo wapo hawana option, lazima watasajili. Na watasajili nafikiri wachezaji wawili wa kigeni na watatu wa kizawa. Kwa hiyo wanaweza kawa na sajili kama wachezaji watano ambazo watakwenda kuzisajili. Na katika sajili hizi ambazo watazifanya wanaweza wakagusa timu ya Simba na timu ya Azam na timu nyingine kwa namna moja ama nyingine. Hiyo ndio tunaweza kukupatia saizi ukaweza kuwa nacho. Watagusa timu za Simba, timu za Azam na timu, wanaweza wakagusa Simba na Azam na timu nyingine ili kuweza kuonyesha sajili zao za wachezaji watano ambao walikuwa wamekusudia kuweza kuwasili katika dirisha hili wanamwandika. Kwa hizo Simba, Azam ni wachezaji wazao ama wa kigeni? Hata tuishie hapo. Nafikiri tuishie hapo. Lakini pendekezo ni usajili wa wachezaji watano. Ni lafu watano, wawili wa kigeni, watatu wa kizawa. Wawili wa kigeni na watatu wa kizawa. Na kuna taarifa kwamba kocha Pedro amependekeza mshambuliaji ambaye amewahi kufanya naye kazi akiwa Angola. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa kizungumzwa na kujadiliwa katika management. Yupo kwa miongoni mwa watu ambao wanahitajika, ingawa bado haijakuwa confirmed. Lakini kwa hawa ambao wanahusishwa kutoka kwenye Simba na Azam, nafikiri kwa upande wa Simba na Azam ni mazungumzo yako vizuri, na ukiangalia wachezaji kwa sehemu kubwa wanaruhusiwa habari na mikataba, kwa sababu mikataba inawaruhusu. Kwa hiyo haihitaji kufanya mazungumzo au kupeleka special offer kwa klabu husika, isipokuwa ni mazungumzo kati ya mchezaji na timu nyingine. Yaani mikataba haiwabani, na maana kwamba mikataba yao tayari imeshatamatika, imekwisha, ipo kuelekea kwenye kutamatika. Sasa wenyewe wanaweza wakajiangalia katika wachezaji wao ni nani ambaye yuko mchoni kuweza kuondoka, na mpaka leo hii hawajamalizana naye na amekuwa akiwasumbua na kwa nini anawasumbua. Kwa hiyo wakianzia hapo inaweza ikawasaidia. Kwa hiyo kuna wachezaji wengine Simba wanawasumbua. Sijasema Simba, nimesema inawezekana kwa Simba au Azam. Sijasema ni Simba tu. Hadi Azam. Ama Kitambala naye anahusishwa? Hapana, hilo siwezi kulizungumza. Sasa Yanga wanasajili dirisha dogo, lakini kama amebakiza mkataba mchache itakuwa rahisi kujiunga nao. Sasa huo mkataba mchache unajua ulikuwa unaishia lini bwana Mwandike? Si mkataba inawezekana ikawa mchache ndio ulikuwa unaishia Januari. Ina maana kwamba huenda kwamba klabu imeingia na mkataba wa miezi 6 ama inakuwepo, ingaje inakuwa isemwi. Na huyo anayehusishwa Abraham, mimi sijamzungumza na nimeona watu wengi wakinitafuta kutokana na ile comment yangu. Mimi ni comment tu kwamba ni kijana ambaye ana uwezo mzuri, mchezaji mkubwa na anastahili kucheza timu kubwa, lakini pia hata Simba ni timu kubwa. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi, lakini muda utaongea. Unadhani ni rahisi Yanga kumnyakua huyu Abraham Musa, kwa sababu inaarifiwa kwamba kwa mujibu wa taarifa amesaini kandarasi ya miaka 2 kwenye klabu hiyo ya Simba? Sijasema ni rahisi, lakini wakati mwingine hizi timu nazo tusiziamini sana. Sizungumzi kwa kesi ya Abraham tu, nazungumzia kwa nature ya mpira wetu jinsi ulivyo. Kwani kuna mara ngapi umesikia mtu ana mkataba na mwingine anakuambia hana mkataba? Kwa hiyo nafikiri mara nyingi viongozi wetu wa hizi timu hizi wamekuwa sio wakweli sana kwenye hayo mambo. Kuna wakati panakuwa panakatalia kuficha mambo. Kwa hiyo si wakati wote ukisikia wanasema na miaka 2 miaka 3 basi ni kweli kuna hayo mambo. Haiko hivyo, wakati mwingine ni namna tu kuweza kuongea na kupunguza maswali mengi kwa wadadisi kama nyinyi ili msiweze kuwauliza. Kwa hiyo kwa zile ambazo umezipata za ndani, mazungumzo yapo baina ya uongozi wa Yanga na hawa wachezaji? Mimi sijawataja, nimekwambia tu kuna wachezaji ambao wanaweza kupatikana kutoka Simba na Azam. Sasa mimi sijataja ni nani, lakini uwezekano upo wa Yanga kuweza kuchukua nyota katika hizo timu. Ndio hao sasa hukuwataja, lakini mazungumzo yapo baina ya hawa wachezaji na viongozi wa Yanga? Yapo. Na yanakwenda vizuri? Tena vizuri sana. Mara nyingi huwa umekuwa na stori za kweli, umekuwa na stori za ukweli kwa upande wako mara nyingi. Tutarajie kuona haya pia? Ujue sio tu nakuwa ninaongea from nowhere. Waga napenda kuzungumza baada ya kufanya utafiti, lakini pia kuthibitisha kutoka kwenye vyanzo ambavyo nimekuwa nikiviamini. Kwa hiyo ukiona nimetizi kitu,
kitakwenda kutokea tu, kinaweza kachelewa kitatokea. Kwa hiyo waga sio mtu ambaye nitakurupuka tu, kwa sababu ile level ya kwanza kutafuta followers mimi nishapita huko, siko tena huko. Kwa hiyo waga mimi nakuwa na posti ambacho naona kipo. Kwa hiyo namwandike nikwambia kuna jambo, endelea kuliangalia, kwa sababu wakati mwingine pana mambo mengi yanaweza katokea katikati. Lakini kimsingi ni kweli kwamba kuna baadhi ya nyota ambao wako Simba, wako Azam, Yanga anawahitaji na wako sehemu nzuri na wanaweza wakaungana nao katika dirisha hili, na kuna wengine dirisha kubwa. Hao dirisha kubwa sijawazungumzia. Hao dirisha kubwa sasa ni very confirmed, hao wapo wawili. Mpanzo akiwemo. Mimi sijasema Mpanzo. Hao wapo wawili confirmed. Lakini hao wengine hapa katikati dirisha dogo hili. Tukizungumza mchezaji kama Abraham, ingawa haukumzungumzia, anaweza kana msaada kwenye klabu ya Young Africans kama watampata. Miongoni mwa malengo ya Yanga kama unawaangalia, timu yao wanajaribu kuitengeneza katika mazingira mawili. Kwanza, kununua nyota wa thamani na gharama wachache, lakini pia kutaka kuutilize nyota wa ndani kwa kuwatengeneza, wakiamini kwamba wana benchi na mazingira ambayo yanaweza kuwasaidia kuweza kufikia ubora kwa vijana wao. Ndio wanaweza kuona wamechukua watu kama wakina Ninju, wamechukua watu kama wakina Chikola. Ni vijana ambao ukiangalia wana talent kubwa, na kama utaweza kuwatengenezea mazingira mazuri, basi baadaye wanakuja kuwa tegemeo. Leo tunamzungumza Mzize, ni wao ambao walikuwa wamemtengeneza na wengine wengi ambao wanaweza kuwazungumza. Kwa binafsi naamini kwamba hiko ambacho tunachokifanya ni kitu ambacho kama wataendelea kukitumia kinaweza kwanza kwenda kupunguzia gharama, lakini pia kuweza kuongezea faida pale ambapo wataamua kuweza kuwauza. Kwa hiyo binafsi sioni kwamba tu wakichukua nyota wakizawa kwa maana ya kwenda kuwa ni regular starter, wanachukua kuweza kwenda kuwatengeneza na baadaye pengine waje kuwategemea na kupunguza gharama za usajili kwa kuchukua nyota wengi wa kigeni ambao kimsingi wanatumia gharama kubwa na wengine wanashindwa kuja perform katika nchi yetu. Idadi ya wachezaji wa kigeni kana kwamba imezidi Young Africans. Nani wanaacho? Wanatarajia kuacha wachezaji wawili kwa ambazo nilikuwa nimezipata. Wanaweza wakaachana na Andy Boyle, wakaachana naye, lakini pia wanaweza wakaachana na hizi nimezisikia sio confirmed na Shadrack Boka. Wanaachana Shadrack Boka? Wanaweza. Yani natumia neno wanaweza wakaachana na Shadrack Boka. Au kwa kuwa mkataba wake unamalizika? Wanaweza kuachana naye kwa sababu kuna option nzuri imeshapatikana ya kuja kuungana na Mohamed Hussein. Kuna beki mwingine mzawa wa kuungana na Mohamed Hussein, mzawa mwenye kiwango bora ligi hapa Tanzania, mzawa kama bora. Kwa sababu utawaangalia katika bora wako wapi, na anacheza hapa Tanzania na ipo kwenye timu kubwa hizi za Bongo, timu kubwa hizi Simba na Azam. Kwani tukubwa hapa nchini ziko mbili ndugu Mwandiki. Sisi kwa nyingi, kuna Singida Black Stars, kuna Namungo na ni kubwa, kuna timu yangu Alliance. Ni ziko nyingi timu kubwa. Kwa hiyo ndio mpango uko hivyo. Yes kaka. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.